Napenda kuhimiza ushirikiano wa karibu zaidi kati ya mabaraza ya ushauri wa watumiaji, asasi za kiraia, lakini vile vile taasisi za udhibiti na watoa huduma. Ushirikiano huu ni muhimu katika kuhakikisha kuwa sauti ya watumiaji kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu zinasikika, changamoto zilizokuwa zinawakabili zinapatia ufumbuzi. Nipende kusisitiza wajibu wa watoa huduma katika sekta zote zinazodhibitiwa kuhakikisha kuwa bidhaa na huduma zinazotolewa zinakuwa salama, bora na zinazingatia viwango vilivyowekwa. Usalama na ubora wa huduma si jambo la hiari, bali ni wajibu wa msingi kabisa katika kila mtoa huduma kwa watumiaji huduma. Bidhaa zikiwa salama, hata mtumiaji anakuwa na imani. Lakini hivi sasa imani kubwa ya watumiaji imepotea sana, kwa sababu bidhaa nyingi zimekuwa tena hazina ule uhalisia. Ukienda kununua dawa ya mswaki, una wasiwasi ni yenyewe au ni kopi. Ukinunua dawa kupiga ya mbu, jina lile ile, lakini limeburuzwa kwa kutumia ingredients ambazo hazina viwango. Basi ili hali vitu vingi sana ambavyo vinamfanya mwananchi au binadamu akawa anaendesha maisha yake, vitu vingi sana viko katika hali ya hatari. Kupitia halmashauri yetu ya jiji, na sisi tutajipanga, tunaendelea kuwapanga wafanyabiashara wetu. Nia ni kuwatoa na kuwapeleka sehemu sahihi ya kufanya biashara. Tumeshaanza kujenga mabanda mbalimbali, nadhani kwa watu wa jiji wanajua kuna vibanda vya wajasiriamali pale Kange vimejengwa vipya, lakini hata pale Tangamano tutaboresha, soko litakuwa nzuri na kisasa. Lakini tuna masoko pia, tunajenga soko la Mgalini na lenyewe liko katika kujengwa, pia na soko la Mkorora. Maeneo mengine tunapoona fursa, hata pale Tangawizi tunaweka mabanda, baadaye tutaweka vijana ili tuwatoe katika maeneo ambayo sio sahihi. Kama tunatamani maeneo yanayopita baiskeli yapite vizuri. Tunahitaji kuwa na bidhaa na huduma salama kwa watumiaji ambao wanakuwa na imani. Sisi kama watu ambao ni sauti ya walaji na watumiaji kwa ujumla, tunakushukuru sana na tutazingatia nasaha zako